Peoples. Nimesimama pembeni ili mnione vizuri. Mnaniona vizuri? Na nyema polisi mnaniona vizuri? Jina naitwa Brenda Rupia Peoples. Wakasema chama kimekufa Mpanda. Hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Wakasema Chadema haitafika Mpanda. Hapa ni wapi? Imefika haijafika? Hiki ni chama ambacho kinaonekana kama kinaelekea kufa. Bado tupo sana. Tuambie bado tupo sana. Na kwa nyewe wote mmesema hapa ni Mpanda, na mimi naamini nyinyi ni Chadema. Mtasema sisi ni Chadema. Sisi ni nani? Sisi ni nani? Asanteni sana. Operesheni Free Tundu Lissu, katiba mpya imefika mkoa na kanda ya Magharibi, hususan Mpanda, si ndio? Kwa hiyo nikisema katiba mpya mnasema Free Tundu Lissu. Katiba mpya. Katiba mpya. Katiba mpya. Na kwa kuwa nyinyi watu wa Mpanda mnafahamu dhahiri kwamba Tundu Lissu ameonewa kwa kuwekwa gerezani zaidi ya mwaka mmoja na miezi kadhaa sasa. Kwa dakika moja tutamdai Tundu Lissu kwa kusema jina lake. Sasa tutasema hivi: Lissu, 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 Lissu. Asanteni sana watu wa Mpanda. Hakika Tundu Lissu tutamtoa. Watake wasitake. Wasipomtoa wao, tutamtoa sisi. Chadema tuko barabarani kwa sababu ya kudai haki zenu nyinyi wananchi. Mnazifahamu haki zenu vizuri. Haki yenu namba moja ni haki ya kuishi bila kutekwa, bila kubugudhiwa na hao askari. Na nimeona tangu nimefika hapa askari wawili wameshadondoka. Moto unawaka. Moto unawaka. Dhambi ya dhulma. Dhambi ya dhulma haitamwacha mdhulumati hai. Haitawaacha salama. Tunavyosema Samia alitoa amri ya kuua na polisi wakatekeleza bila kuhoji. Dhambi hiyo ya dhulma, dhambi ya kumwaga damu za Watanzania hazitawaacha salama. Sisi Chadema tunasema Samia atalipia. Our time will come. Chadema's time will come. Tanzanians people time will come. Siku yetu inakuja. Siku ya Watanzania inakuja. Samia Suluhu Hassan na genge lake watalipia damu za Watanzania. Viva Chadema, viva! Viva Chadema, viva! Viva Chadema, viva! Viva Chadema, viva! Viva Mpanda, viva! Viva Mpanda, viva! Viva Mpanda, viva! Nyinyi watu wa Mpanda, hakuna kurudi nyuma. Tulishasema tarehe 29 Oktoba Watanzania waliingia barabarani na wakasema hawamtaki Samia. Wakasema Samia hatukutaki, toka madarakani, na ndio maana hakuna hata mtu mmoja alienda kupiga kura, si ndio? Semeni Samia toka madarakani. Samia toka madarakani. Dhambi ya dhulma imeisha anza kuwatafuna CCM. Jana mwenezi wa CCM anamshambulia makamu wake wa rais. Na unajua kwa nini hilo linawezekana? Kwa sababu ni makamu wa rais haramu. Hakuchaguliwa na wananchi.
Angekuwa amechaguliwa na wananchi, basi hata sisi Chadema tungemtetea, lakini kwa kuwa hakuchaguliwa na wananchi, hakuna anayeweza kumtetea. Hilo jambo haliwezekani. Wao wataendelea kugombana wao kwa wao. Chadema tunasonga mbele. Peoples. Sasa kwa sababu nyinyi mmesema ninyi ni Chadema, na Chadema tumefika Mpanda leo, sio kwa mapenzi yetu, lakini ni kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, lakini pia ni kwa mapenzi ya wananchi walio wengi. Wametuunga mkono kila tunapopita, wametuchangia tone tone, hata kama waliambiwa na CCM wasikichangia chama hiki. Kila mmoja wenu ashike simu mara moja. Shikeni simu zenu mara moja. Haya, andika namba 0744 0744 446969. Narudia tena 0744 446969. Jina litatokea Chadema HQ, kwa Kiingereza Chadema makao makuu. Na kwa kuwa nyinyi wananchi na wananchi wote tulikopita wamekubali kukichangia chama hiki na kukiunga mkono, CCM muda wao umekwisha. Muda wao wa kuendelea kubaki madarakani umekwisha. Siku zao zinahesabika. Mene, Tekeli na Peresi. Nyinyi wananchi wote semeni mene, Tekeli, Peresi. Hicho sio Kiingereza, lakini maana yake ni kwamba muda wao wa kukaa madarakani umekwisha. Muda wa kuwa wafalme umekwisha. Hatuwakubali tena sisi, na wataondoka madarakani si baada ya siku nyingi, na hilo lipo kwenye Biblia. Sawa sawa? Haya, tutarudia. Mene, Tekeli, Peresi. Ni fire si fire? Ni fire si fire? Watatuweza kweli? Mzee Wasira ataweza mikiki ya Chadema? Tukimsimamisha Mzee Wasira na makamu wetu John Heche watamweza? Tundu Lissu na Samia hawamwezi kabisa, si ndio? Kwa kusema hayo, naomba nimlete kwenu mwenyekiti wa Baraza la Wanawake Taifa, Mheshimiwa Sharifa Suleiman. Karibu sana uzungumze na wananchi wa Mpanda. Asanteni sana Wanampanda. Asanteni sana na washukuruni sana. Mpanda people, nisikilizeni sana. Mmenifurahia hapa, mnaniambia natokea Zanzibar, lakini sio kwa kuitikia hivyo. Sawa Turejee tena. Tuko pamoja Mpanda? Mpanda people, bado nyuma kule. People, Chadema. Asanteni sana Wanampanda. Kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia hali ya uzima na kunikutanisha na wana wa Mpanda mjini. Ninawashukuru sana. Lakini la pili, ninawashukuru sana Mpanda mjini kwa mapokezi yenu mazuri, kwa kuacha shughuli zenu na kuweza kuja kutusikiliza. Naomba mjipigie makofi. Nataka niseme kitu kimoja Wanampanda. Tumekuja kwa mambo mawili: katiba mpya na free Tundu Lissu. Ndugu zangu Wanampanda, Tanzania inahitaji haki na inahitaji uwajibikaji. Taifa la haki ni taifa ambalo linalo maendeleo. Taifa ambalo linalo maendeleo ni taifa ambalo linalo uwajibikaji. Hivyo ni waombe sana wa Tanzania, tudai katiba mpya ambayo itakayoweza kuleta maendeleo ya kweli ndani ya taifa letu. Laitani kama
kuna uwajibikaji ndani ya taifa letu. Yaliyotokea Oktoba 29 kamwe Nkatu asingeweza kutokea. Lakini haya yote inaonekana uwajibikaji hakuna katika taifa letu. Tumealani mauaji ya tarehe 29, BAWACHA tunaenda kulea kuyalani. Ndugu zangu wa Tanzania, mnafahamu kuwa Tundu Antipas Lissu takriban wa mwaka mmoja sasa yupo gerezani. Na yupo gerezani si kwa sababu ya makosa, kwa sababu ya kuwazungumzia Watanzania kuhusiana na suala zima la rasilimali zao. Sasa ili haki iweze kutendeka, ndugu zangu wa Tanzania, tusimame imara kudai katiba mpya, katiba ambayo itakayoweza kutoa viongozi wa wajibikaji ndani ya taifa letu, lakini katiba ambayo itakayoweza kuwapa fursa wa Tanzania wa kuweza kumiliki mali zao. Licha ya rasilimali asili tulizokuwa nazo katika taifa letu, mnajua ndugu zangu Wanampanda, lakini bado maskini sana Tanzania. Hivyo niwaombe sana, suluhisho ya matatizo haya ni kutokana na katiba mbovu ambayo tuliokuwa nayo katika Tanzania. Hivyo niwaombe sana kutoka hivi sasa, tusimame imara kudai katiba mpya, katiba ambayo itakayoweza kuondoa changamoto zote ambazo zinazotukabili ndani ya taifa hili. Lakini la mwisho, ndugu zangu wa Tanzania na Wanampanda, haki haiombwi, haki hutafutwa. Tundu Antipas Lissu amewekwa ndani kwa sababu ya Watanzania. Naomba tusimame imara kuendelea kumwombea ili kusudi aachiwe, lakini kama kuna njia nyingine mbadala wa Tanzania, tunaomba sana sapoti yenu ili kusudi haki ipate kupatikana kwa mwenyekiti wetu na aweze kuwa huru bila ya pingamizi ya aina yoyote. Mpanda safi! People free! Tundu Lissu free! Katiba mpya! Katiba mpya! Baada ya kusema hayo, naomba sasa nimkaribishe makamu mwenyekiti Zanzibar ili kusudi naye aweze kuzungumza nanyi Wanampanda. Baada ya hapo atamkaribisha John Wegesa Heche kwa ajili ya kuja kuzungumza na Watanzania. Asanteni sana, Mungu awabariki sana.